Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Oktoba 7 ya mwaka wa 2025. Katika mwezi huu wa Oktoba tumejifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Masomo haya yamekuwa mazuri sana na kwa hakika tunabarikiwa. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema kanisa kuzaa kanisa. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Isaya 55 aya 6. Neno la Mungu linasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetupatia ili tujifunze neno lako. Wako wagonjwa katikati yetu, tunaomba ukatuponye sote magonjwa yetu ya kimwili na kiroho, ukatutakase, ukatupatia nafasi ya kutumika kama watoto wako. Enda nasi tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu, amina. Washiriki wa kanisa wanapaswa kuondoka na kuangaza katikati ya giza la ulimwengu la kimaadili. Tukiwa tumeunganishwa na yeye aliye nuru ya ulimwengu, tutawaangazia wengine nuru. Tukiwa washirika wa neema nyingi ya Mwokozi, tutakuwa baraka kwa wale wanaotuzunguka. Wengi wanaokiri kuwa wafuasi wa Yesu wanatafuta kuwa wa kwanza, ndiyo maana hawezi kuwaamini. Laiti wangekuwa wanyenyekevu, wakihiari kufundishwa naye, wangekuwa nguvu katika kuonesha ulimwengu mvuto wa ukweli katika tabia ya mwanadamu. Wale wanaotenda kazi katika njia ya Yesu kamwe wasitake kujitukuza nafsi. Wataonesha kufanya kazi daima na maendeleo thabiti katika shughuli za utume. Hawataridhika mpaka pale kanisa litakapozaa kanisa lingine. Mungu anatarajia wale walio katika utumishi wake waipiganie kwa bidii ile imani iliyotolewa mara moja tu kwa watakatifu. Kazi yetu ya haraka ya umishenari inapaswa kufanywa kwa wingi zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Eneo zaidi linapaswa kuunganishwa. Kiwango cha ukweli kinapaswa kupandwa katika maeneo mapya. Makanisa yanapaswa kuanzishwa. Yote yanapaswa kufanywa ili kutimiza utume. Basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Uhai wa kanisa unategemea mvuto ambao washiriki wanauonesha kwa wale walioko nje ya zizi. Hebu kanisa la Mungu na likumbuke kwamba Yesu alijitoa maisha yake kuwa kafara ili kuiokoa dunia mbali na uharibifu. Alikuwa maskini kwa ajili yetu, ili kwamba sisi kupitia umaskini wake tuweze kupata kumiliki utajiri wa milele. Je, wale ambao Mungu amewabariki kwa ujuzi wa ukweli watapungua katika kutekeleza mipango yao? Hebu na wainuke katika utambuzi wa majukumu yao mengi, wakikatilia mbali kila uzi wa ubinafsi, ili kwamba Bwana awamwagie juu yao Roho wake Mtakatifu. Hebu na wamtafute Bwana maadamu bado anapatikana, na wamwite yeye maadamu yu karibu. Hawana sababu yoyote ya kuwafanya kukosa imani na kuwa walalamishi.
Hebu na wakomeshe kutafuta makosa kote na kunung'unika, na wavutie roho ya kushukuru kwa ajili ya rehema na baraka zilizopita. Hebu na wamsifu Bwana kwa shukrani ya kweli kwa ajili ya nuru ya neno lake inayoangaza njiani mwao, ili kupokelewe katika mioyo na akili na kuakisiwa kwa wale walio gizani. Kwa namna hiyo wataandaliwa kufanya kazi kwa sifa na utukufu wa Yesu na kuandika katika mabango yao, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 aya 12. The Signs of the Times, Agosti 21 mwaka wa 1901. Kumbuka hii ni Oktoba 7, mada ikisema kanisa kuzaa kanisa. Tunapohitimisha tafakari ya somo hili siku ya leo, ikawe chachu katika maisha yetu. Sisi kama kanisa tukusudie kuzaa kanisa, na hakika Mungu atatubariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Nimewapa Sabato zangu ziwe ishara kwangu nanyi, ili mkakumbuke ya kwamba mimi ndiye Muumba wenu. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana. Siku hii ni ya pekee, imebarikiwa na Bwana, na ameitakasa mwenyewe ili tupumzike naye. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana. Tuitakase mioyo yetu na maneno ya vinywa vyetu. Roho wa Mungu akae nasi, atufundishe neno lake. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana. Karibu Sabato ya Bwana, karibia Sabato ya Bwana.
karibia, karibia.